Dabba ilaikum daul umami qablakum, tayari yamekwisha jipenyeza kwenu magonjwa ya nyumati zilizopita kabla yenu. Ugonjwa wa kwanza alhasadu, hasad, yani kutamani mwenzako asifanikiwe, kutamani mwenzako aharibikiwe, kutamani mwenzako asipige hatua zozote zile. Tabia ambayo wengi tunayo, ni siri yetu sisi na Allah muumba wetu, mola wetu na mlezi wetu, ambaye anasema ndani ya Qur'an, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, anajua khiana inayofanywa na jicho na yale yaliyofichwa na vifua. Gonjwa la kwanza ni hasad. Ama gonjwa la pili, bwana mtume akasema walbaghdha, gonjwa la pili ambalo limekwisha jipenyeza kwenu, mmeambukizwa na Mayahudi na Manasara, chuki binafsi. Leo Waislamu tunaongoza kwa chuki binafsi. Ukiulizwa kwa nini wamchukia Muislamu wenzio, basi tu. Basi gani? Daladala, mwendo kasi, mabasi ya kwenda mikoani. Basi gani? Basi tu. Damu zetu haziendani. Basi tu. Kila shetani ana mbuyu wake, anathibitisha yeye shetani, hamkubali tu Muislamu mwenzake. Chuki binafsi. Tena bwana mtume namna anavyotisha, namna alivyokuwa ni mwalimu wa walimu, daktari wa madaktari, profesa wa maprofesa, msomi nambari moja duniani, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kaja kufafanua zaidi hii chuki binafsi, akasema walbaghdau hiya alhaliqa, na hii chuki binafsi, mtu kuwa na tabia ya chuki binafsi, mimi Muhammad nasema ni kinyozi. Kisha alivyokuwa ni msomi akasema la aqulu tahliqu ash-sha'r, sisemi kifaa hichi kinachonyoa kinanyoa nywele, walakin tahliqu ad-din, lakini hii tabia ya chuki binafsi inanyoa kabisa na kufyeka dini ya mtu. Wangapi leo physical appearance yake, personality yake, anaonekana Muislam, anapendeza, anaonekana muonekano wa kisunna, roho imejaa chuki bila sababu.